Tumeona mafanikio baada ya kuwa na maamuzi magumu. Hakuna kitu kizuri kama unaamini uko na mwenzako katika safari yako ya maisha, lakini anakata mahusiano na wewe kwa sababu ya hali uliokuwa nayo. Inaumiza sana, kwa sababu msiri wako, mzungumzaji wako, mtu wako wa karibu ndio yule anakukimbia kwa sababu ya changamoto unazopitia. Si ningependa kurudia aliyozungumza dada yule, lakini ukienda kwenye mitandao ya kijamii, kuna ukurasa wangu wa TikTok, kuna YouTube, utamsikia akilalamika. Mwanaume kavumilia, hatimaye akaasisi mahusiano mapya baada ya mazingira kutokuwa rafiki, na kuvumilia kwa muda mrefu, hali ile inazidi tu. Lakini haya yamekuja kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kutumia kitu ambacho alikuwa hakijui madhara yake, akiwa anaamini kina faida kwake, kumbe sivyo alivyokuwa anatarajia. Ingelikuwa kama T.R. Msigwa angefikiri kwa kiwango hicho, mtu huyo angekuwa katika hatua gani? Leo ananiambia, kaka, narudi kwenye mahusiano, mwili wangu umerudi, utu wangu umerudi. Ni mchango wa fikra ya T.R. Msigwa. Kwa inawezekana. Kikubwa ni kuchukua maamuzi madhubuti, na maamuzi madhubuti ni kuachana na historia ya kwanza na kuasisi historia mpya katika safari ya maisha. Kuchelewa kufika sio sababu ya kufanya ushindwe kufika unapotaka kwenda au unaokwenda. Sio sababu. Kinachotakiwa ni kuamini, kujiamini na kukabiliana vyema na changamoto zinazokukuta katika safari yako ya maisha. Ni lazima kuna watakaye kushangaa, ni lazima kuna watakaye kucheka, lazima atatokea makundi, kila mmoja na tafsiri yake baada ya kukutazama. Lakini maamuzi madhubuti ndiyo yanaoleta ushindi katika safari ya maisha. Dada huyu wa Iringa, ushauri wake, yani maamuzi yake madhubuti, ndio amemfanya leo arejee na kusema hadharani hakuna kitu kibaya kama ARV, tena akizitaja kwa jina. Nafuu T.R. Msigwa huzungumza kwa msamiati. Yeye huzitaja kwa sababu zimemkosesha mume na zimemweka hatarini mara chungu nzima. Kaenda Benjamin Dodoma mara kadhaa, lakini hakuna jawabu lilopatikana. Tatizo ni nini? Tatizo ni moja. Kuna kuelezwa nawe ukapokea maelezo ukaenda kuyafanyia kazi. Hili ni tatizo katika bara la Afrika. Unapoelezwa, unayapokea ulioelezwa, unayatafakari kwa kina, unayachambua kwa kina, unatizama lililokuwa bora unachukua, lisiokuwa bora unaliacha. Ndio maana tumeishi kwa kipindi kirefu tukitumia dawa moja kila siku, kwa sababu tuliamini tulichoambiwa ni bora zaidi kuliko kutumia maarifa yetu. Na aliotumia maarifa yetu tulimshambulia, tukamuona mshirikina na hajafanya sayansi, tukampachika majina ya tapeli, tukampachika kila aina ya jina baya. Ni kwa sababu tu ya kufurahisha au kumfurahisha aliyetupa tusichojua kina faida gani katika madhara katika safari ya maisha yetu.